Ni kweli kama ambavyo tulivyomsikia msemaji wa klabu Young Africans Ali Shabani Kamwe jana akizungumza kwamba jana ilikuwa siku ya mwisho kuhitimisha wachezaji ambao wanahudumu kwenye soka la ndani, na kwa sasa kuanzia hivi sasa wameanza mchakato wakati wote kutambulisha wachezaji kutoka pale nje ya nchi. Na katika usajili huu ambao unazungumzwa, nimekuwa nikizungumza na viongozi mbalimbali wa soka ndani ya klabu Young Africans. Nimezungumza na Rogers Gumbo ambaye huyu ni mjumbe kamati tendaji ndani ya klabu Young Africans, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya mashindano ndani ya klabu hiyo, na mara nyingi nikiwa nazungumza naye nahitaji kufahamu kwamba vipi safari usajili wao ukoje, na yale ambayo anayazungumza anasema kwamba safari wao Young Africans wamedhamiria kufanya usajili bora zaidi, yani kwamba safari wanaamini kwamba watafanya usajili bora ambao haujawahi kutokea. Kwa sababu target yao sasa sio kufika kwenye hatua ya makundi wala robo finali. Target yao ni kufanya vizuri zaidi kwenye michuano ya kimataifa. Young Africans wao watashiriki michuano ya klabu bingwa barani Afrika, michuano ya kwanza kwa ubora kwa ngazi ya vilabu barani Afrika. Hivyo kwa maelezo yake naamini kwamba safari watafanya usajili bora zaidi, na ukiangalia kwamba mfano mzuri benchi ambalo limeweza kutambulishwa na klabu hiyo kwamba ni benchi ambalo limesheheni, lakini pia kwenye benchi kabla ya kutaja hao baadhi ambao wanahusisha wachezaji ambao wamekamilisha dili la usajili, kwa mujibu pia wa Rogers Gumbo amesema kwamba baada ya kuleta makocha mbalimbali akiwemo kocha wa set piece ambaye mipira iliyokufa, wana mpango pia kumleta kocha ambaye yeye atakuwa na shughuli nzima tu ya kuangalia kwamba saikolojia ya mchezaji inakuaje. Kwa hiyo Young Africans wao wamedhamiria kuwa na benchi bora, na hii yote ni kuwa na timu bora ambayo itafanya ushindani wa hali ya juu katika michuano ambayo wanashiriki. Kwa sasa Young Africans bwana, kwa mujibu wa taarifa kutoka pale nchini Afrika Kusini, bwana, Young Africans wamekamilisha kwa mujibu wa taarifa ambayo inazungumzwa pale nchini Afrika Kusini, wamekamilisha usajili wa mshambuliaji Justice, ambaye huyu ni mshambuliaji kutoka pale Chippa United ya nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo bwana, ukimwangalia ni hatari, ni mbavu, ni mchezaji ambaye amejengeka akiwalisha kwamba, na hata ukiangalia namba zake pale kwenye klabu ya Chippa amekuwa akifanya vizuri, miongoni mwa washambuliaji tegemezi kabisa kwenye klabu ya Chippa United pale nchini Afrika Kusini. Na kama anakuja kukaa benchi hapo sasa akiwalisia Young Africans mara baada ya kuondoka kwa mchezaji Prince Dube, kuna haja pia kuna haja ya kuongeza mchezaji, lakini pia Young Africans ambao kwa mujibu wa taarifa Depo ataendelea kusalia kwenye klabu hiyo katika orodha ya wachezaji ambao watabaki. Kwa hiyo uwepo wa huyu mchezaji Justice kiwalisia kwamba kama atayafanya yale ambayo amekuwa akiyafanya nchini Afrika Kusini, basi miongoni mwa sajili bora ambazo zimewahi kufanywa na klabu ya Young Africans. Ingawa kwamba wana changamoto kubwa kupata kama Fiston Kalala Mayele, lakini mimi nadiki kuzungumza kwamba kama huyu atayafanya yale ambayo ameyafanya nchini Afrika Kusini, basi huenda kama hata umfikia, lakini huenda akawa karibu kabisa kumfikia mchezaji Fiston Kalala Mayele. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye kiwalisa kwamba hata akikaa kwenye eneo la kwenda kushambulia kwamba mwili wake kwamba umejengeka, yani kwamba ni mtu kweli. Kwa kiwalisia kwamba Young Africans kwa mujibu wa taarifa ambavyo nimezungumza na wadau mbalimbali kutoka pale nchini Afrika Kusini, wamezungumza kwamba bwana huyu ni mchezaji, na taarifa zinazungumza kwamba mambo yako vizuri. Kwa hiyo wakati wote kuanzia hivi sasa Young Africans bwana watamtambulisha huyu mchezaji kutoka pale Chippa United. Lakini pia Young Africans wanahusishwa pia kuwasilisha ofa kwenye klabu ya Medeama. Wanahusishwa pia kuwasilisha ofa kwenye klabu ya Medeama. Kuna mchezaji pale ambaye anahudumu kwenye klabu ya Medeama. Kuna taarifa kwamba kuna mchezaji ambaye anaitwa Abdul Salam, kwamba Young Africans pia na wao ni miongoni mwa wachezaji ambao wanawahitaji. Ni mshambuliaji huyu ambaye kiwalisia katika msimu uliopita amefunga jumla ya goli 12. Kwa si mchezaji ambaye wa kawaida, ni mchezaji ambaye kiwalisia anafanya vizuri, na kama Young Africans basi watafanikiwa pia kumsajili huyu mchezaji, basi moja kwa moja watakuwa na usajili bora zaidi msimu huo, kama ambavyo wenyewe wanazungumza, kama ambavyo viongozi wanazungumza mara kwa mara kuhusiana na dhamira yao msimu huu ni kuwa na kikosi bora, na wao hawajaangalia hapa, wameangalia mbele zaidi ili kuwa na wakati mzuri wa kuweza kufanya vizuri ili kufikia malengo yao, kwa sababu wamechoka kufika kwenye hatua ya makundi. Kwa sasa wameamua kwamba kufanya vizuri zaidi, na wanahusishwa pia baadhi ya nyota kadhaa, lakini pia uwepo wa mchezaji Stefano Ziziki
ambapo kwa mujibu wa taarifa za ndani kabisa Young Africans na huyo mchezaji makubaliano yao namna ya mshahara, fedha yao ya malipo yamekubaliwa, lakini sasa kilichopo ni namna ya mchezaji kumalizana na klabu yake ambaye anahudumu pale Libya. Na kwa taarifa ambazo zipo, mchezaji mwenyewe Aziz Ki ameonekana kuwa na shauku kubwa ya kurudi kwenye ardhi ya Tanzania ili kuendelea kuhudumu kwenye klabu hiyo ya Young Africans, na kilichopo kwa sasa Aziz Ki ni kuleta ushawishi kwa klabu hiyo ya Libya ili waweze kuvunja kandarasi na yeye kurejea kwenye klabu ya Young Africans. Awali kumekuwa na taarifa kwamba Young Africans wamekuwa na mazungumzo na mchezaji Idi Nado, lakini kwa kile ambacho kimezungumzwa jana na Ali Kamwe kwamba tayari mchakato wao wa usajili kwa wachezaji wa ndani tayari umetamatika kwa siku ya jana. Kwa hiyo lakini kwenye hizi Simba na Yanga usishangae pia kumshuhudia Idi Nado akitangazwa pale kwenye klabu ya Young Africans kwa sababu na wao wanamuinda, na Idi Nado si mara ya kwanza Young Africans kuhusishwa naye na Young Africans ingawa bado hakuna taarifa rasmi, lakini Young Africans wamekuwa wakifanya mazungumzo pia na wamekuwa wakifanya mazungumzo kwa ajili ya kupata huduma za mchezaji huyo Idi Nado ambaye pia Azam FC pia wana lengo pia la kumbakisha. Lakini usishangae licha ya Ali Kamwe kutangaza kwamba huenda siku ya jana ikawa ni mchezaji huyo ambaye Eric Mwijage akawa ndio wa mwisho, lakini usishangae kuona kwamba wakimtambulisha mwingine kutoka hapa Tanzania. Lakini idadi ni wengi ambao wanahusishwa, wachezaji kutoka nje ya nchi, wachezaji ni wengi, lakini pia kulikuwa na taarifa kwamba huenda Young Africans wangeachana na mchezaji Shadrack Kiboka, lakini kwa mujibu wa taarifa za sasa kwamba Shadrack Kiboka ataendelea kusalia kwenye klabu hiyo Young Africans. Shadrack Kiboka ataendelea kusalia kwenye klabu hiyo Young Africans. Kwa sasa Young Africans hawana mpango pia wa kuongeza pia mchezaji ambaye anahudumu kwenye nafasi hiyo ya beki ya kushoto kutoka nje ya nchi, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa kwamba Shadrack Kiboka ataendelea kuhudumu na atampa kandarasi ya mwaka mmoja kuendelea kuhudumu kwenye klabu hiyo Young Africans. Kwa hiyo wachezaji ambao wanahusishwa kuachwa ni pamoja na Buba ambaye kwa moja kwa moja nadhani hata kuwa miongoni mwa wachezaji ambao watahudumu Young Africans katika msimu ujao, kutokana na taarifa ambazo zinazungumzwa ama taarifa za ndani kabisa ambazo mara nyingi watu wanazungumza na viongozi lakini hawapendi kuziweka hadharani ama kutambulisha kwamba yamezungumza, lakini taarifa ziko hivyo, tetesi zinazungumzwa hivyo kwamba mambo yao yako vizuri na Buba hatakuwa sehemu ya wachezaji ambao watahudumu kwenye klabu hiyo Young Africans. Damaro pia bwana, kwa mujibu wa taarifa Damaro, yeye bwana huyu mchezaji amerejeshwa kwenye klabu yake ya Singida Black Stars pamoja na Frank Yasinki ambao hawa moja kwa moja wao tayari wamerejeshwa kwenye klabu hiyo ya Singida Black Stars, kwamba hawana mpango wa kuendelea kuwa nao katika msimu ujao. Na ukiangalia mikakati ya Young Africans kwa msimu huu kwa msimu uliopita hawakuwa na wakati mzuri kwenye usajili. Mchezaji ambaye amekuwa na wakati mzuri ni Alan Okello ambaye amekuwa na wakati mzuri, na hili swala pia nimekuwa nikimuuliza na viongozi mbalimbali wa Young Africans, na mara nyingi nazungumza na Roger Zigumbo, na hata ukiangalia clip ambazo ziko hapo chini utasikia mazungumzo yake ambayo amezungumza. Amesema kwamba msimu uliopita hawakufeli kwenye usajili, bali wachezaji walishindwa kuendana na mazingira ya Tanzania, lakini anaamini kwamba wachezaji ambao wamewasajili ni bora na wanafanya vizuri. Ametolea mfano mchezaji kama Dumbia ambaye anaamini kwamba anafanya vizuri nchini Afrika Kusini, na klabu ambayo anahudumu pale nchini Afrika Kusini wameonyesha nia kumsajili moja kwa moja. Kwa hiyo anasema kwamba mchezaji anashindwa kufanya vizuri Tanzania, lakini nchini Afrika Kusini anafanya vizuri. Kwa hiyo naamini kwamba hawakufeli kwenye ngo hiyo, ila mazingira pia mazingira ya hapa nchini pia ndio ambayo hayakuwa rafiki kwa upande wao, lakini kiuhalisia mtazamaji kwamba Young Africans safari hii kwa kile ambacho nakieleza kwamba wamezamiria kuifanya Young Africans kuwa miongoni mwa timu bora zaidi na kufanya usajili bora zaidi wa hali ya juu, lakini pia wanahusishwa pia winga pia wanahusishwa pia kwenye klabu hiyo Young Africans, kwamba kuna nyota kadhaa ambao wanahusishwa pia, lakini pia mtazamaji, Young Africans wanahusishwa pia na Maccabi Lepo.
Maccabi Lepo na kwa taarifa ambazo nimezipata kutoka pale nchini Afrika Kusini mazungumzo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo usishangae kuona kwamba Maccabi Lepo atakuwa miongoni mwa wachezaji ambao watahudumu kwenye klabu ya Young Africans, na nimekuwa nikizungumza na wadau mbalimbali nchini Afrika Kusini na wadau mbalimbali kutoka nchini Afrika Kusini nifahamu kuhusiana na ubora hawa wachezaji ambao wanahusishwa wakoje. Miongoni mwa majina ambayo yanatajwa ni hilo la Maccabi Lepo, na kiwalisia kwamba wenyewe ukauliza sema bwana, mtu kama Maccabi Lepo si mtu wa kuuliza, kwa sababu ni mchezaji ambaye tegemezi, anafanya vizuri, sio majaribio, ni raia wa DR Congo, kwa kiwalisia kwamba anafanya vizuri sana. Kwa Young Africans bwana, wanafanya vema zaidi, dhamira yao ni msimu huu kufanya vema zaidi katika mchakato wa usajili ndani ya klabu hiyo. Na Young Africans jana wameanza mazoezi. Kumekuwa na baadhi ya nyota kadhaa ambao walihudumu kwa mkopo, akiwemo Dennis Nkane tayari amerudi kwenye mazoezi, ameungana na wenzake, na nimemuuliza Rogers Gumbo bwana, vipi hawa wachezaji ambao walikuwa wanahudumu kwa mkopo? Sasa kwamba utaratibu uko hivyo kwamba mchezaji akienda kwa mkopo mkataba wake ukiisha tarudi. Kwa hiyo kwa sasa kocha huyu Mangoba ambaye anaangalia mchakato mzima bwana, wachezaji bwana, huyu anafaa kama huyu hafai. Kwa hiyo kabla ya kuwaruhusu kwenda sehemu nyingine wale ambao wamehudumu kwa mkopo, basi moja kwa moja kocha ambaye atahudumu. Na ukiangalia Young Africans wana jopo kubwa la benchi la ufundi. Tumemshuhudia Engineer Hersi Said, yani Engineer Hersi, rais wa Young Africans, jana ameingia nao kwenye uwanja wa Uhuru makocha Young Africans kushuhudia kwamba nini ambacho wanakwenda kukianzisha kuelekea kwenye safari yao ya ushiriki wa ligi. Young Africans wao watatumia uwanja wa Uhuru, uwanja wao wa nyumbani kwenye mchezo wa ligi. Kwa hiyo bwana Prince, kiwalisia Young Africans safari hii wamedhamiria kufanya usajili bora zaidi na wa kishindo. Hawachekeshi kwa haya majina ambayo yanatajwa, kiwalisia kwa Young Africans wako vizuri, kwa sababu kocha amependekeza baadhi ya majina na Young Africans wao kabla ya kuyapitisha hayo majina, na wao uongozi ukakaa kujaribu, na kocha sasa akasema hivi, lakini je, vipi ni kweli? Na wakachunguza akaangalia kwamba hawa wanafaa. Kwa bwana, usajili ambao unafanywa na Young Africans kwa taarifa ambazo mimi ninazo ni usajili bora zaidi. Kwa ikiweleza kwamba usishangae kuona hata Aziz Ki akirudi pale huenda kaanzia benchi. Huenda kawezekana hivyo kwa usajili ambao wanahusishwa nao. Kwa iko hivyo, msikilizaji, usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.